Kila mwanzo mpya huja na mabadiliko yasiyoepukika, lakini pale biashara inapokumbatia teknolojia, basi milango mipya ya fursa hufunguka. Habari na hujambo mtazamaji wa SAUT TV. Karibu katika kipindi chetu pendwa kabisa cha mtazamo wa kibiashara, ambapo hii leo tutazungumzia umuhimu wa malipo ya mitandao kwa wafanyabiashara, na tutaenda kuona baadhi ya wafanyabiashara wanaeleza umuhimu gani wa mitandao hiyo katika biashara zao. Endelea kuwa nasi mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Faida mojawapo ni kwamba inarahisisha wateja kulipia bidhaa kiurahisi bila kuwa na bei kubwa, kwa sababu lazima ukatoe hela halafu ndio uje ulipie bidhaa. Lakini kwenye hizi lipa namba huwa zinatusaidia sana, kwa sababu mteja anawahi kutoa na inakuwa ni rahisi sana. Lipa namba inasaidia pale ambapo mtu anakuwa amepungukiwa au labda hana keshi au ile kwenye kurudisha change, au anataka atoe hela unaanza kurudisha change. Kwa inasaidia kwenye kuokoa muda na kuwasaidia wateja wote, mwenye keshi na ambaye hela ipo kwenye simu. Inasaidia kuwahudumia wote. Mteja anaweza akawa anataka kulipia bidhaa, lakini kwa wakati huo hana pesa keshi. Kwa hiyo anapotumia lipa namba inamrahisishia yeye kufanya malipo kwa uharaka, lakini pia bila makato. Kwa hiyo mimi itanisaidia kuniweka karibu na mteja wangu, kwa sababu hata kama hana keshi basi nitaweza pia kumpa huduma ambayo yeye anastahili kuipata. Malipo ya kidijitali haya ya lipa namba yanasaidia kwa sisi wafanyabiashara. Kwanza yanasaidia kupata wafadhili, biashara inatembea kwa haraka, wateja wanaielewa na inaturahisishia muda. Wakati anakuwa sio makubwa kivile, na watu biashara muda mwingine atembee na keshi, na kurahisishia unatembea na hela kwenye simu, unalipa kwa njia ya simu. Hiyo inakurahisishia mteja, haichukui muda mrefu. Ikiwa umetoka kuwasikiliza wafanyabiashara hawa wakitoa faida kubwa za matumizi ya lipa namba, je, ni zipi changamoto wanazokumbana nazo hasa katika matumizi ya lipa namba baina yao na wateja wao? Changamoto ya kwanza huwa ni mtandao. Mteja anaweza kalipia bidhaa na hiyo bidhaa message tusipate mpaka tupigie customer care ili waweze kutupa majibu kama hela imeingia au haijaingia. Inatupaga wakati mgumu sana. Mteja anataka kulipia bidhaa lakini hawezi kulipia kwa wakati kwa sababu mtandao unakuwa ni changamoto. Changamoto zipo kama vile mteja anaweza anachukua kwa mfano kitu cha 1500 1000, anakuwekea hiyo yani kiasi, anakuambia ndio hiyo nilionao, nataka niweke hiyo. Kabiliana nao tu, kwa sababu sio wote watakaoweka. Mwingine atakuja ataweka ile kiasi kile cha kulingana na bidhaa aliyochukua. Mwingine atakuja ataweka na yani atazidisha ili upate hela kamili ya bidhaa aliyochukua. Kwa hiyo inabidi unakabiliana nao tu wote hivyo, ni unaenda nao wote, kwa sababu sio wote watakaofanya hivyo au watakaoweka kiasi sawa. Changamoto zipo sana panapokuwa kuna shida ya mtandao. Mteja anaweza akalipia bidhaa, kwake message ikafika, wewe kwako message ya kupokea muamala isifike. Kwa hiyo kuna mvutano, yeye anaweza kusema amelipia, wewe hujaona message. Kwa hiyo changamoto ni kama hizo za kimtandao. Tujaribu kutumia lipa namba. Tunarahisisha biashara, pia tunarahisisha wa customers wetu ili waweze kununua bidhaa kiurahisi sana. Ni vizuri sana kwa sababu nyuma tulikuwa tunahangaika, lakini sasa hivi kwa sababu lipa namba zipo zinaturahisishia namna ya kufanya biashara. Anawashauri watumie lipa namba kwa sababu wanapoteza wateja, kwa sababu wateja wengi tunaona wanakuja, mtu anakuambia lipo kwenye simu. Kwa akiwa nayo lipa namba inasaidia kuwahudumia wateja wote, yani mwenye keshi na mwenye hela kwenye simu, anataka kulipa kwa simu na mwenye keshi. Ushauri wangu ni kwamba huduma ya lipa ni nzuri pia, kwa sababu inakuweka karibu na wateja wako. Mteja anapata urahisi wa kulipia bidhaa, lakini pia wewe unapata urahisi wa kutoa huduma kwa wakati. Mimi nawashauri waanzishe hii masuala ya lipa namba, inasaidia wakati sio makubwa, na kama mtu anahofia kwamba hii lipa namba ina matatizo, ila hamna, maana inakuwa imesajiliwa, inatambulika na mtandao husika. Yameelezwa mengi na wafanyabiashara juu ya umuhimu wa lipa namba sambamba na changamoto wanazopitia. Tunapata wasaa wa kuungana na Golden Makawia ambaye ni mtaalamu wa masuala ya lipa namba, na hapa anatupatia mwanga halisi juu ya mada hii. Lipa kwa simu ni huduma inayomsaidia mteja kesi labda anakuwa hana cash, lakini ameenda kwenye either duka au sehemu ambayo anataka kupata service,
then akawa hana cash, then ana hela kwenye simu yake. Hii inamrahisishia yeye kupata service anayoitaka kwa njia ya kulipa kwa simu. Inamrahisishia mfanyabiashara kupokea malipo yake urahisi, na hii inamwepushia na zile bugza za kutafuta change. Mteja anaweza akalipa moja kwa moja kiasi kile amount ile ambayo anatakiwa kuitoa. Lakini pia kwa mfanyabiashara, hela yake ataitoa nzima kama ilivyo. Kama amepokea malipo ya shilingi 100,000, 200,000, akienda kuitoa kwa wakala atatoa kiasi kile bila charges yoyote. Kwanza kabisa, kwa mfanyabiashara anapokuwa anahitaji lipa namba, kuna vigezo anatakiwa kuwa navyo. Kwanza, anatakiwa kuwa na leseni ya biashara, lakini pia kuna machinga ambao hawatumii leseni ya biashara wala TIN namba, lakini hawa pia wana uwezo wa kupata lipa namba. Anachotakiwa kuwa na kitabu chake na baki ya NIDA. Kwa makampuni, mteja au mfanyabiashara anatakiwa kuwa na dokumenti za kampuni kama memorandum, leseni ya biashara, TIN number, business registration ile pamoja na kitambulisho. Kwanza, mfanyabiashara anapopokea malipo kupitia lipa namba, ana uwezo wa kutoa bure muamala wake wa kwanza bila makato yote. Lakini pia kutransfer pesa kutoka kwenye akaunti yake ya biashara kwenda benki, ana transfer free bila charges yoyote. Lakini pia inamrahisishia usalama wa pesa zake. Hela yake inapoingia kwenye account, yani mteja akishalipa, mteja hana uwezo wa kurudisha ile hela. Kwenye account nyingine mtu anaweza kalipa, then akapiga simu labda nimekosea muamala 1 2 3, muamala ukarudishwa. Lakini kwenye lipa namba ule muamala hauwezi ukarudi. Kwa hiyo usalama wa merchant au mteja kwenye swala la lipa namba unakuwa mkubwa zaidi. Changamoto zipo, lakini ni ndogo sana ambazo zinatatulika. Wateja wanasahau namba za siri, hivyo itamlazimu mteja afike ofisini kwa ajili ya kujaza fomu maalum ili afanyie pin reset. Kwa wafanyabiashara ambao hawatumii lipa namba, na washauri yani wafanye wawezavyo watumie lipa namba. Dunia sasa hivi inaenda kidigitali zaidi. Watu wengi sasa hivi hawatembei na hela mkononi, hawatembei na hela cash. Transfer nyingi za hela zinapitia simu kwa mara nyingi. Kwa hiyo ni mara nyingi watu wanakuwa na hela kwenye simu kuliko cash. Kwa hiyo wafanyabiashara wakiwa na lipa namba itawarahisishia wateja wao kufanya transaction kiurahisi zaidi kuliko mpaka mtu atoke aende katika cash aje kulipe. Lakini anaweza akaja dukani kwako, lakini akanala kwenye simu na akakulipa kiurahisi zaidi. Hayo ni maoni kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara ambapo wanazungumzia umuhimu wa malipo ya kimtandao hususan katika kurahisisha biashara zao kati yao na wateja wao. Lakini mtaalamu wa masuala ya malipo ya kimtandao anatoa wito kwa wafanyabiashara wote kuweza kupata kanuni na sheria mbalimbali za kuweza kupata lipa namba hizo. Kwa niaba ya timu nzima ya Mtazamo wa Kibiashara, nyuma ya kamera ni Emmanuel Mashole, lakini jina langu ni Mwanaidi Mubarak.